Taarifa kutoka Vatican zinaeleza kwamba Papa Francis yupo macho baada ya kukumbwa na matukio mawili ya kushindwa kupumua siku ya Jumatatu alasiri. Madaktari walilazimika kuingilia kati ili kuondoa kamasi kwenye mapafu ya Papa, imesema taarifa kutoka serikali kuu ya Vatican ya Holy See, ingawa wanasema alikuwa anajitambua wakati wote. Papa mwenye umri wa miaka 88 ameanza tena matumizi ya mashine ya kupumulia ili kumsaidia kupumua, lakini bado yuko macho, anajitambua na anatoa ushirikiano, imesema taarifa ya Vatican. Hii ni mara ya tatu hali ya Papa kubadilika ghafla tangu alipolazwa hospitali siku 18 zilizopita kutokana na pneumonia. Siku ya Ijumaa, Papa Francis alipata shida ya kupumua iliyohusisha kutapika. Mamia ya Wakatoliki walikusanyika nje katika uwanja wa St. Peter's Square Jumatatu jioni kumwombea Papa, wengi wao wakiwa wamebeba rozari. Papa alilazwa hospitalini tarehe 14 Februari baada ya kupata matatizo ya kupumua kwa siku kadhaa. Alitibiwa mara ya kwanza kikohozi kabla ya kugunduliwa na pneumonia katika mapafu yote mawili. Vyanzo kutoka Vatican vinasisitiza kwamba hali ya Papa bado ni ngumu na madaktari wake wako kwenye uangalizi. Hata hivyo, Jumapili yake iliyopita Papa Francis alishindwa kuongoza ibada ya siku hiyo. Taarifa ya Vatican pia ilieleza kusogeza mbele mwezi wa Kwaresma ambao unawaruhusu Wakristo kuanza mfungo Machi 5 mwaka 2025. Wabobezi wengi ulimwenguni wameendelea kuzungumzia hatua za kiafya za kiongozi huyo wa Roman Catholic duniani na kwamba iwapo atafariki ni nini kinapaswa kutokea. Katika historia ya ulimwengu, vifo vya viongozi wakuu wa dini vimekuwa tukio la mshtuko na majonzi makubwa kwa waumini wao. Lakini linapokuja swala la kifo cha Papa wa Kanisa Katoliki, tukio hilo linakuwa zaidi ya majonzi. Ni mchakato mzima wa kihistoria unaofuata taratibu za karne nyingi zilizopita. Sasa hebu tafakari hili. Papa yupo hospitali, anapumulia mashine, hali yake ni mbaya. Dunia nzima inafuatilia kwa ukaribu waumini wa Katoliki zaidi ya bilioni 1 wanaomwombea. Lakini ikitokea taarifa rasmi Papa amefariki dunia, hapo ndipo mchakato maalumu unaanza, mchakato wa kihistoria ambao umefuatwa kwa zaidi ya miaka 1000. Mara tu baada ya kifo chake, Vatican inaingia katika kipindi kinachoitwa Interregnum, kipindi ambacho Kanisa Katoliki linakuwa bila kiongozi mkuu. Lakini unajua ni nini? Hali hii si tofauti na kile kinachowahi kutokea kwa Charles wa kwanza wa Uingereza mnamo mwaka 1649. Baada ya kuuawa kwa mfalme huyo, serikali ilivunjwa na uongozi mpya ulihitajika. Hali kama hiyo pia hutokea kwa Vatican, ingawa kwa utaratibu wake wa kidini. Mchakato huu unaanza na uongozi wa Vatican kupitia ofisi maalum inayojulikana kama Kamalingo. Kamalingo inafanya nini? Kuthibitisha kifo cha Papa. Kiongozi wa Vatican humuita Papa mara 3 kwa jina lake rasmi. Ikiwa hajaitika, basi kifo chake kinathibitishwa rasmi. Zamani taratibu zilihusisha nyundo ndogo ya shaba kupigwa kidogo kwenye paji la uso la marehemu, lakini desturi hii ilisitishwa mwaka 1963. Kutangazwa kifo hicho kwa dunia. Habari za kifo cha Papa hutangazwa rasmi kwa kutumia chombo cha mawasiliano cha Vatican. Makanisa yote hutangaziwa na kengele maalumu hugongwa kama ishara ya maombolezo. Kufunga ofisi ya Papa. Vitu vyote vya ofisi ya Papa hufungwa rasmi. Pete ya Papa na muhuri wa Fisherman's huharibiwa kuashiria mwisho wa utawala wake. Kuandaa maziko. Maziko ya Papa lazima yafanyike kati ya siku 4 hadi 6 baada ya kifo chake. Kisha kanisa kuingia katika siku 9 za maombolezo rasmi. Baada ya kifo chake, Papa huzikwa katika makaburi ya St. Peter's Basilica, isipokuwa kama aliacha wosia wa kuzikwa sehemu nyingine. Kanisa linaingia katika hatua muhimu zaidi, kumchagua kiongozi mpya wa Kanisa Katoliki. Mchakato huu unaitwa conclave. Conclave inafanyikaje? Ndani ya siku 15 hadi 20 baada ya kifo cha Papa, makardinali wenye umri chini ya miaka 80 hukusanyika Vatican. Wanajifungia ndani ya kanisa la Sistine. Hakuna simu, hakuna waandishi wa habari, hakuna mawasiliano na dunia ya nje. Wanapiga kura kwa siri.
wakirudi mara kadhaa hadi mmoja wao atakapopata 2 ya 3 ya kura. Lakini sasa kinachofuatia hapa ni cha kusisimua zaidi. Kila baada ya mzunguko wa kura, makaratasi yanayotumiwa katika uchaguzi huchomwa moto. Moshi mweusi ukitoka, inamaanisha hakuna maamuzi bado. Makaratasi ya kura huchomwa pamoja na kemikali maalumu zinazozalisha moshi mweusi. Kemikali zinazotumika mara nyingi ni sulfur na resin, ambazo huleta moshi mzito na mweusi unaoonekana kwa mbali. Moshi mweupe ukitoka, inamaanisha papa mpya amechaguliwa. Makaratasi ya kura huchomwa pamoja na kemikali zinazozalisha moshi mweupe. Kwa kawaida kemikali hizi ni potassium chlorate, lactose na pine resin, ambazo husaidia kuchoma karatasi kikamilifu bila kutoa moshi mweusi. Mara baada ya papa mpya kuchaguliwa, atatangazwa kwa dunia kwa maneno haya maarufu: Habemus Papam, tuna papa mpya. Hapo ndipo ulimwengu mzima husherekea na safari mpya ya kanisa Katoliki huanza upya. Licha ya kifo cha papa kuwa pigo kubwa kwa waumini wake, mfumo wa kanisa Katoliki umejengwa kwa namna ya kipekee inayohakikisha kuendelea kwa uongozi bila mgogoro. Na hiki ndicho ambacho kinalifanya kanisa Katoliki kuwa moja ya taasisi imara zaidi duniani. Kwa hivyo, siku Papa Francis akifariki dunia, dunia haitasimama. Kanisa litaomboleza, lakini taratibu zake zitahakikisha mrithi wake anapatikana na kanisa linaendelea kusimama. Huo ndio uzuri wa historia, taratibu na imani vyote vikifanya kazi kwa usawa. Tuzidi kumwombea Papa Francis. Mungu amponye katika ugonjwa, katika ugonjwa, katika ugonjwa, katika ugonjwa, katika